Dada, habari ya saizi? Asante. Dada, tafadhali naomba nisaidie hata shilingi 5,000. Mke wangu anaumwa sana. Pole sana kakaangu. Hata mimi mwenyewe nina hali mbaya. Nimesikia habari za mke wako Grace kwa anaumwa. Sina cha kusaidia. Yaani huko nilikotoka, vitu nilivyovipata, yaani wewe haujaipata shoga yangu. Tulia. Kwa mshana. Unaona ile gauni? Ameniletea mpenzi. Unajua bei yake? Laki shoga yangu. Unalionaje? Alice. Lakini unajua niko katika hali mbaya. Please. Sina muda wa kufikiri kuhusu yule maskini. Kwa hiyo, naomba usinipotezee muda wako kuhusu kufikiri kwamba mimi naweza nikamrudi yule maskini. Mimi atanipa nini kwanza? Sina muda huo shoga yangu. Makumbi, vipi rafiki yangu? Mbona umepotea sana wewe? Rafiki yangu Joka, hali ya mke wangu Grace inazidi kuwa mbaya na sina msaada wowote. Wewe acha tu. Pole sana rafiki yangu. Ningekuwa na hela, ningekusaidia ukamaliza matatizo yote. Sawa rafiki yangu Joka. Mungu atasaidia. Mke wangu Grace atapona. Ngoja nifike mjini nikaangalie namna tafuta hata kazi. Sawa. Najua unayopitia sana rafiki yangu. Ila Mungu akutangulie sana huko uendako. Mke wangu. Nini? Nimeota ndoto
Usiofu mke wangu. Nitapambana mpaka utapona mke wangu. Sawa Grace? Alice. Kuanzia leo naomba usinitafute tena. Naona wewe sio mwanamke sahihi kwangu. Kwa sasa nimeshapata mwanamke ambaye ni sahihi kwangu. Lucy, anasemaje huyu? Kwamba ametana na mimi? Na kusema kwamba amempata mtu mwingine. Nani huyu? Yaani naombe Mungu tu nisimjue. Maana nikimjua ama zake ama zangu. Maana haiwezekani aniache mimi kwa ajili ya huyo huyo. Yaani haiwezekani kabisa. Mimi hata siamini. Nilikwambia Alice. Sasa utaelewa joka lilikuwa ndani kwako.